Wakazi wa mkoa wa Iringa wanufaika na mikopo yenye riba nafuu. Makombora kutoka Irani ya watishio kwa mataifa mbalimbali barani Ulaya. Habari mtazamaji wa UoI Digital popote pale unapotufuatilia, ujambo na karibu katika taarifa ya habari. Jina langu ni Joseph Kimwecha. Mkuu wa wilaya ya Iringa Garibu Sita na mkurugenzi wa manispaa ya Iringa Bi Zaina Mlawa wametoa mikopo ya riba nafuu kwa vikundi mbalimbali katika halmashauri ya wilaya ya Iringa. Mwanahabari wetu Thomas Mapunda ana undani wa taarifa hii. Viongozi hao wametoa mikopo kwa vikundi 40 ambavyo vimejisajili kwenye halmashauri, ikiwa vikundi 26 ni vya wanawake, vikundi 9 ni vya vijana na vikundi 5 ni vya walemavu. Katika ugawaji wa mikopo hiyo, viongozi walikuwa na haya ya kuzungumza. Kuna vikundi 30 vyenye watu takriban 150 wamekosa mikopo. Kuna vikundi 40 vyenye wanawake 26, makundi ya wanawake 26, makundi ya vijana 9 na walemavu 5. Fursa na wakati umewakuta leo. Sasa fursa hii na wakati huu unaweza usirudie tena au unaweza kurudia tena. Kwa hiyo fursa hii na wakati huu utumie vizuri. Serikali imezinduka mpango wa bima ya afya kwa wote na tunachangia Rp1.5 tu. Sasa kupitia mikopo mtakapofanya uendelezaji mtapata fedha kwa ajili ya kuweka bima ya magonjwa ambayo yataikabili familia zenu. Aidha, wanufaika wa mikopo hiyo wamesema kuwa wamejipanga vizuri kwa mikopo watakayoipata na wameahidi kurejesha kwa wakati ili iweze kuwasaidia wengine. Aidha, wamesema mikopo inawasaidia kupandisha mitaji yao. Tumejipanga vizuri kwa mikopo hiyo tunaanza kuipata leo, na pia tunaahidi tutarejesha vizuri marejesho ili tuweze kujikwani kuweze kukopa tena zaidi na zaidi ya kiwango kile ambacho tumekopa sasa. Alafu pili, tutarejesha kwa wakati ili iweze kuwasaidia na wengine ambao wamekosa leo. Tusaidia katika kupandisha mitaji yetu, na inapotusaidia kupandisha mitaji inatupunguzia pia msongo wa mawazo, kwa sababu nikiangalia wanawake wengi tulikuwa tunakimbilia kwenye mikopo yenye riba kubwa na marejesho ya kila siku, lakini tushukuru serikali yetu kutusaidia kupata hii mikopo ambayo haina riba, lakini pia ni mtaji ambao unashikika. Mkuu wa kitengo cha dawati la jinsia mkoani Iringa ndugu Elizabeth Swai ameeleza uwepo wa ukatili wa kijinsia hasa kwa watoto wadogo mkoani humo. Mwanahabari wetu Christian Muhai ana undani wa taarifa hii. Ameyasema hayo wakati akizungumza na waandishi wa habari ofisini kwake na kueleza namna ambavyo serikali na jamii kwa ujumla inavyoshirikiana katika kutokomeza unyanyasaji wa kijinsia hasa kwa watoto. Jamii tumeipa elimu, sasa hivi inatoa ushirikiano pale ambapo unaona kuna vitendo vinatokea ama viashiria, huwa wanakuja kutoa taarifa. Wanapokuta mtu labda amekaa na mtoto hamuelewi, anaweza katoa. Wakikuta mtu anapigwa, wakikuta mtu anafanya vitendo vibaya, wanatoa taarifa kwamba jamani, kuna mtu ananyanyasika hapa. Kwa jamii inaonyesha ushirikiano kwa jeshi la polisi kwa kutoa taarifa, na sisi tunazifanyia kazi. Nao wazazi mkoani Iringa wametoa maoni yao juu ya athari za ukatili wa kijinsia mkoani humo. Maoni yangu mnayotoa kujua ukatili wa kijinsia ni kwamba elimu itolewe na serikali, kwa sababu kukosa hiyo elimu ni kukosa haki ya mhusika. Sasa elimu kisha tolewa, mtoto tayari anakuwa anaweza akapata haki yake, na mzazi akipewa elimu huwa anaweza katoa hiyo haki kwa mtoto kwamba hii yamfaa yeye. Unakuta kwa mfano mama umetoka asubuhi, mtoto toka ulipomwacha hujui atakula nini. Yule mtoto inabidi anaingia kwenye vipindi vingine vya kwenda kuiba, kutegemea ataiba, lakini inabidi
tumekuja hivi kutokana na njia, mama umemwacha mtoto mazingira magumu. Kwa hiyo mzazi, mama na baba tutachukuliwa hatua. Kutoka kuwasikiliza wadau wa kitengo cha dawati la jinsia na watoto, Madam Elizabeth Swai wakielezea juu ya unyanyasaji wa kijinsia. Nikiripoti kutoka kituo cha polisi mkoani Iringa, mimi ni Christian Mahai wa UoI Digital. Shukrani sana Muhai kwa taarifa hii. Taarifa yake Muhai inatukamilishia habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za kimataifa zitakazoletwa kwako na Grace Matiku. Nikusihi endelea kuwa nasi. Ujerumani imekiri kusema kwamba makombora ya nchi ya Iran yamekuwa tishio kwa mataifa ya Ulaya. Naye waziri wa mambo ya nje ya Ujerumani amesema kwamba Iran ni moja kati ya mataifa tishio ulimwenguni, ikiwa ni pamoja na Ulaya na hata Israel. Amesema pia nchi yake imepata suluhu ya kidiplomasia kati ya Marekani na Iran kuhusu mpango wa nyuklia. Kwa sasa Iran ni tishio kutokana na makombora yake. Akizungumza baada ya mkutano, waziri huyo akisema kwamba mbali na mpango wa nyuklia, mradi wa kutengeneza makombora ya ballistic ya Iran si hatari tu kwa Israel bali hata kwa Ulaya. Akisisitiza kuwa kwa manufaa yetu masuala haya yachunguzwe na kutatuliwa kwa mazungumzo. Hivi karibuni Ujerumani imechukua msimamo mkali zaidi kati ya nchi za Ulaya dhidi ya mauaji ya waandamanaji wa nchi ya Iran. Lakini pia Ujerumani inawakilisha mataifa ya Ulaya kwa kuona uwepo wa makombora ya Iran ni hatari kwa mataifa mengi ya Ulaya na hata ulimwengu mzima. Hata hivyo, Iran imebobea katika teknolojia ya uzalishaji wa makombora hayo na silaha kadhaa za masafa marefu. Naye rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba mpango wa masuala ya makombora na nyuklia utatokana na makubaliano yake na Iran, lakini matumaini ya kumaliza mpango huo ni mdogo sana. Hii ni kutokana na mradi huo ulivyo kwa sasa na hasira kutoka nchi ya Iran. Mataifa kama vile Urusi yamesema kuwa teknolojia ya Iran ni kubwa sana na inakuwa kwa kasi na imekuwa tishio kwa ulimwengu mzima. Asante sana Grace Matiku kwa habari hiyo. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari kutoka hapa UoI Digital. Tunaungana naye Fredi Masanja katika habari za biashara. Meneja mkuu wa kampuni ya Vodacom Nyanda za Juu Kusini amewataka wakazi wa kata ya Kiesa mkoani Iringa kutumia fursa mbalimbali zinazopatikana katika duka la Vodacom Kiesa. Ameyasema hayo kwenye hafla ya uzinduzi wa duka la Vodacom katika kata ya Kiesa mkoani Iringa. Tumezindua maduka mawili mapya mazuri yenye huduma nzuri, ambazo huduma hizo wangeweza kuzipata wakienda makao makuu. Kwa sasa watayapata hapa wakiwa Kiesa moja, lakini pia watapata Iringa mjini, kwa kuwa Iringa mjini pia tumezindua duka zuri bora kabisa la kisasa ambao litatoa huduma kuanzia miamala ya M-Pesa. Kwa kama una changamoto yoyote ya M-Pesa, ukifika pale unahudumiwa. Kama unataka smartphone kuanzia shilingi 30 tu ya Tanzania na utakuwa unalipa mdogo mdogo shilingi 1000, utaipata kwenye maduka yetu. Wale wateja wetu ambao wangetamani kupata ofa bora kabisa, wakibonyeza nyota 149 nyota 03 watakutana na menu ya Kusini Ofa. Watapata hapo ofa nzuri za bei rahisi na zitawasaidia wao kuweza kupata huduma bora kabisa pamoja na huduma za kimtandao. Tumeboresha mtandao katika mji huu wa Iringa. Aidha, amesema lengo la kufungua duka hilo ni kuleta karibu huduma na wananchi. Tumeamua kusogeza huduma hizi karibu na wateja wetu. Wale ambao walikuwa wanafanya miamala ya fedha, hauna haja unauza mazao yako kutoka labda ndani kule Pawaga ili uweze kumtumia mtu labda Dar es Salaam. Atakutumia kwa M-Pesa, utakuja dukani kwetu utatoa na utapata fedha zako taslim. Una changamoto yoyote ile ambayo ulikuwa unatumia umbali mrefu kwenda kuitatua kwa sababu ya duka la Vodacom labda lilikuwa mbali, kwa sasa tunawatangazia wateja wetu waliopo Kiesa na waliopo Iringa mjini wanaweza wakafika kwenye maduka yetu pendwa
wakatatua changamoto zao kwa urahisi na kwa uharaka. Upande wa msimamizi wa duka hilo amewaomba wakazi wa eneo hilo kufika dukani hapo kwa ajili ya kujipatia huduma zitolewazo na kampuni hiyo. Pia kwamba huduma zote zile ambazo tulikuwa zinapatikana katika duka letu la Kiesa zitaendelea zile zile, kama kuswap line, kusajili line, masuala ya M-Pesa, umesahau namba yako ya siri, umefungiwa akaunti yako, zote unaweza tukazipata katika duka letu hili hapa. Nao wakazi wa eneo hilo wametoa maoni mbalimbali kuhusiana na kufunguliwa kwa duka hilo. Pia tunatushukuru ni kwamba maduka haya yanaposogea karibu hivi, basi walau sasa watu mbalimbali hususan kundi la vijana wanapata fursa hata za ajira. So tuna duka hili lilipoanzishwa hapa, basi ukiangalia kwa haraka haraka hapa kuna wafanyakazi wasiopungua 20. Kwa hiyo hii inaonyesha kabisa kwamba ni namna gani Voda inavyosogeza huduma hizi, pamoja na kupata mawasiliano yaliyothabiti, lakini pia ajira zinaongezeka. Pia tunaimarisha mawasiliano. Sana tunanufaika na huduma hizi. Tunapenda kutoa pongezi kwenu kwa kusogezea huduma zetu hizi. Huduma zenu hapa karibu, tunashukuru sana, tunanufaika sana. Hatutapata shida tena kwenda mpaka mjini. Umepata kumsikia mkuu wa Vodacom Nyanda za Juu Kusini, lakini pia umepata kumsikia msimamizi wa duka la Vodacom kata ya Kiesa, lakini pia umesikia mawazo ya wakazi ya Kiesa kuhusiana na uzinduzi wa duka hili. Nikiripoti kutoka hapa Kiesa, mimi ni Fred Masanja wa UoI Digital. Shukrani sana Masanja kwa habari hizo za biashara na uchumi. Mtazamaji, kabla ya kufikia tamati, tujifunze kidogo lugha azimu ya Kiswahili kupitia msamiati wa leo unaoletwa kwako na Karim Yasin. Mambo vipi mpenzi mtazamaji wa kipengele nadra cha msamiati wa Kiswahili? Kama ilivyo ada, leo niko na neno tamu na adhimu sana. Umesoma historia vizuri. Sasa leo nakuletea msamiati wa neno mtwana. Unakumbuka au unaelewa maana halisi ya msamiati wa neno hili mtwana? Tukasikiliza wadau wao wanasemaje kuhusiana na kuelezea kama ni mtu anayefanya kazi kwa mtu mwingine. Kwa mtu mwingine. Yaani anayefanya kazi kwa niaba ya mtu mwingine. Sawa sawa. Lakini pasipo kutegemea malipo. Kwa sasa hivi unafikiri kwamba hamna watwana kwa sasa hivi? Wapo. Wapo. Yes, mfano exactly. Kwa sasa hivi mfano kwa sasa hivi nichukulia mfano kwa walimu. Kuna walimu ambao wanajitolea lakini wanalipwa posho wale. Mtu hajafanya kazi alipwa hata 100. Hiyo kwa sasa hivi haipo. Haipo? Kwa sasa hivi haipo. Wapo? Mimi wapo. Unaweza kunitajia mfano? Yeah. Akina nani? Mfano mtu ambaye ana mpenzi wake, mwanamke ana mpenzi wake. Anamhudumia kila kitu afu mpenzi wake amzingatii. Wewe tunamhitaji. Sasa kuna kitu anapata. Kitu gani? Hata hicho kitu akipati. Hata hicho kitu. Yaani wanafanya fitu hata hicho kitu akipati. Wewe tunamhitaji. Sasa huko. Hiyo ndio maana halisi ya msamiati wa neno mtwana. Mtwana ni kijana wa kiume ambaye anafanya kazi pasina ujira wa aina yoyote. Kama unafanya kazi pasina ujira basi wewe ni mtwana. Sasa mimi nataka nikuache na sentensi semao kwamba kijana wa kiume usipokuwa makini utakuwa mtwana wa mapenzi. Langu jina naitwa Karim Yasin, bwana msamiati. Asante sana Karimu kwa kutufundisha kidogo lugha ya Kiswahili kwa msamiati mrua kabisa. Na hiyo ndiyo maana halisi ya msamiati mtwana. Nami na kuacha na sentensi isemayo babu zetu walikuwa watwana waaminifu. Mtazamaji wa UoI Digital, na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari. Shukrani sana kwa kutufuatilia kuanzia mwanzo hadi mwisho. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, nikushukuru kwa kuwa nasi na nikutakie weekend njema na sikukuu njema ya wapendanao. Ulikuwa nami Joseph Kimwecha, tukutane tena panapo majaliwa. Asante na kwaheri.